Tunaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana ni mwema ambaye ametuandalia siku ya leo kwamba tukaweze kukaa nyuani mwake kwa makusudi ya kuliabudu jina lake. Nami namshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi kusimama mbele yenu. Ni kwa neema yake tuko vile tulivyo siku ya leo. Kunao ambao labda walikuwa na ajenda nzuri kwa ajili ya siku ya leo, jinsi walivyokuwa wamejipanga haikuwezekana. Ni kwa neema ya Mungu siku ya leo Bwana ametukalisha jinsi tulivyo, ili kwamba akatuhudumie kwa uwezo wa neno lake. Basi nachukua nafasi hii kusema ya kwamba shukrani kwa ajili ya hii nafasi, shukrani kwa Mungu, shukrani kwa mtumishi wa Mungu ambaye ameweza kunikaribisha wakati huu. Kwa wale ambao hatujawahi kukutana, nitajitambulisha tu jina langu. Mimi ni Kasisi Emmanuel Toya, Overseer Emmanuel Toya. Ninatoka sehemu za Masangoni Ward, na kanisa linapatikana pale Roka, kijiji kinachoitwa Roka, kanisa la Patimo. Pale ndipo ambapo ninahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka tukaweze kuzungumza kuhusu Mungu hutusaidia kuishi na maadui. Mungu hutusaidia kuishi na maadui. Na tunapozungumzia kuhusu adui, bila shaka kinyume chake ni rafiki. Watu wanajisikia vizuri, wanajisikia kuwa secured, wanajisikia kuwa na usalama sana wanapokuwa katikati ya marafiki. Anajua kwa vyovyote rafiki yake hawezi kumsimanga huko, hawezi kumweza ngoto, hawezi kufanya hivyo. Na akiwa na marafiki anafurahikia, anajua kwamba hapa niko salama. Lakini je, wakati unapokuwa miongoni mwa maadui, sitajipata kwamba kuna kitu kinapungua hapa? Hujui vitakuweje, unaishi maisha ya wasiwasi, hujui amekutamkia nini huyo mchawi hapo ambaye anakaa pale jirani. Unakuwa na wasiwasi, hofu inatanda ndani ya moyo wako kwa sababu ya uadui. Na hapa duniani tunapoishi tuna marafiki, lakini tuna rafiki. Ninarudia tena hiyo statement. Hapa duniani ambapo tunaishi tuna marafiki, lakini pia tuna rafiki. Marafiki ni wanadamu, wakati mwingine wanafikia wakati wa kushindwa kufikia kile kiwango ambacho unakihitaji wewe atimize ule rafiki wako. Lakini kuna rafiki mmoja anayeitwa Yesu. Yeye anafikia yale malengo yako, anafikia yale mahitaji yako kila wakati. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine nikasoma Biblia mahali fulani, ni kifungu ambacho tunakifahamu watu wa kuokoka. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Sasa huko mbele, hata baadaye nikakuacha huko mbele, nikaangalia hapa nyuma. Mungu kwetu ni kimbilio. Na kama ni kimbilio, sisi tumkimbilie. Na kwa nini tumkimbilie? Kuna vitu ambavyo vinatukimbiza, kuna vitu ambavyo vinatufuatilia, kuna vitu ambavyo vinatufuata unyo, na hivyo vitu si vizuri. Na sisi ili kwamba tukaweze kupona ni kwa ajili ya kumkimbilia Bwana. Mwalimu wa neno asubuhi, wakati alipokuwa anazungumza kuhusu kukimbilia mtumishi, kumshirikisha mtumishi yale ambayo unayapitia ili ukombolewe, alikuwa anagusa kwa mbali ujumbe wangu. Nataka tukaweze kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 19 mstari wa 18 hadi 24. Tutasoma hapo. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Hivyo Daudi akakimbia, akajiponya, akamwendea Samueli huko Rama. Akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayoti.
Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayoti huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Nao hapo walipowaona jamaa ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3, na wao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu akasema, wako Nayoti huko Rama. Basi akaenda Nayoti huko Rama, na roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika Nayoti huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hilo ndilo neno la Mungu ambalo mchana wa leo tunaenda kulishiriki. Katika dunia hii tunasoma historia ya Israeli, ya kwamba Sauli alikuwa mfalme katika nchi ile, mfalme wa kwanza katika nchi ile ya Israeli. Na jinsi alivyokuwa akiendelea, uadui ulikuweko. Alichokozwa na mataifa mengine, kwamba katika ufalme wake ulipimwa, katika ufalme wake ulikuwa katika majaribio. Maana maadui nchi nyingine jirani walihakikisha ya kwamba wanamtingisa Sauli. Na tunaona nchi ile na kabila lile la Wafilisti waling'ang'ana sana kuona ya kwamba wanazima umaarufu wa Sauli. Lakini jinsi muda ulivyokuwa ukiendelea, Sauli, Mungu aliendelea kumtia nguvu kukabiliana na shughuli zile zote ama majaribio yale yote ambayo yalikuwa yakiendelea. Kunaye mmoja ambaye miongoni mwao alijitolea akabiliana na hivyo vita. Daudi, mtoto mdogo, akakabiliana na hivyo vita, akampiga Mfilisti, akammaliza, na sifa zikamwendea Daudi. Daudi akawa sasa ndio kipaumbele. Watu wanamtambua Daudi ya kwamba huyu amefanya jambo la maana. Mfalme yuko na huyu mwingine naye yuko, mtoto mdogo, na Mungu pia alikuwa amemchagua, amepakwa mafuta na Samueli. Lakini sasa Sauli hakuona yale mazuri ambayo alikuwa ametendewa na Daudi, kwa sababu anaitetea ile nchi kwa jina la Mungu aliye hai. Ikatukia ya kwamba Sauli akawa na kukasirika. Sauli akawa na ghadhabu moyoni mwake, akawa na uzito. Ni kwa nini hata hawa wengine wanaimba pambio wakimtangaza Daudi ya kwamba amewaua maelfu, na mimi wangu niliowaua ni wachache? Kwa nini? Basi akamkazia macho, uadui ukaendelea. Badala ya kuwa uadui ubaki kwa Wafilisti na Waisraeli, ndani ya Israeli kukawa na uadui. Daudi akaanza kuandamwa, akaanza kufuatiliwa. Na yeye Daudi alikuwa ni moja tu ambalo alikuwa amelitumania moyoni mwake. Alimtumania Mungu aliye hai, alimpenda Mungu wake aliye hai. Na kwa sababu hiyo, ijapo uadui uliweza kumfuata mara kwa mara,
adui uliweza kumwandama, basi utukufu wa Mungu uliweza kuwa juu ya Daudi. Mungu akamtetea Daudi mara si moja, akajiponya nafsi yake kwa njia moja au nyingine, na Sauli akazidi kukasirika. Sauli akazidi kuwaka ghadhabu ndani ya moyo wake. Kwa nini inakuwa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Uadui wapendwa unaweza ukajitokeza mahali popote pale, hata pale ulipoandikwa kibarua. Unaweza ukajitokeza pale, watu wakakaa wakapanga njama kwamba tutafanya vipi mpaka huyu atuondokee hapa. Na ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa Sauli. Sauli akaweza kuita watu wake, watumishi wake, wanapanga njama, wanasema huyu Daudi hatufai, anastahili kufa. Kile ambacho kinamstahili ni kwamba ondoke usoni pa nchi, kwa sababu sasa hataki kumaliza kule mbele, lakini jibu ni kwamba ni ule wivu ambao hata kufikia wakati huu kwa njia moja au nyingine umeingia katika viongozi wetu. Utapata ya kwamba kiongozi yeyote akiona mwenzake ambaye yuko chini yake ana ufasaha wa lugha, ana agenda, anaweza kuzungumza kwa watu wakaelewa vizuri, wivu hapo ndio huo unakuja, na anapanga njama aondolewe yeye, ili apaki yeye ambaye hana maono, ili apaki yeye aendelee kugandamiza watu na ignorance yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ilianza mbali. Sauli akamwangalia Daudi, akamwonea wivu, akaona ya kwamba huyu Daudi jinsi muda unavyoendelea na hata pia amepakwa mafuta, atachukua nafasi yangu na sifa zangu zote zitapotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hali hiyo ilibidi mpaka uadui ukaanza kuundwa kupitia mkewe. Ambua wewe sasa, wewe ni wetu mtu, na huyu mjamaa huyu vile anapokuja haji vizuri, si pange njama, sisi tunataka tuje katika hiyo nyumba akiwa amelala tumalizane naye. Mke naye akaongoza kwa wewe, usipojiponya nafsi yako usiku wa leo utamalizwa wewe. Kabidi ateremshwe na huko mzingo visi, akateremshwa ili kusudi kutafutiwa namna ya kwamba akaweza kupona, na ikafanyika hivyo. Ilikuwa ni njia za Mungu anazifungua kumtetea Daudi, kwa sababu uadui ulikuwa huko, lakini akatambua neno moja ya kwamba kimbilio ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uadui yuko, lakini ni vizuri tutambue kwamba Mungu hutusaidia ili tuishi na hao maadui. Pastor Ben, unaenda kusema kwamba kule Roka hakuna maadui wewe? Basi tuko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia huo msemo, Roka hailali mgeni. Sasa hapo kuna maana ya ndani, na mambo mengine ni ushirikina tu chao. Lakini wengine, hata wengine hatukusaliwa huko Roka, tulienda tukiwa wageni hivi, tunazeeka tukiwa huko kwa ajili ya Bwana. Maana tumegundua histori ya kwamba Mungu ndiye kimbilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli akapanga njama, akatuma watu kwamba waende wamtafute Daudi mahali alipo, maana ameponyoka, hawajui yuko wapi. Basi akauliza akaambiwa, huyo yuko huko Rama huko. Akatuma watu wamfuate, lakini ajabu ni kwamba yeye alikimbia. Si kukimbia tu kwenda kujificha kichakani, alikimbia kwa mtumishi wa Mungu aliyemmiminia mafuta. Alikimbia kwa mtumishi wa Mungu ambaye alimmiminia mafuta, akamtamkia maneno ya mbinguni, maneno ya baraka ambayo yangeweza kumsaidia na kumlea katika maisha yake. Akamkimbilia yeye. Alipomkimbilia yeye, ile sehemu hiyo, ni imagination yangu sasa, havikuandikwa. Ile sehemu aliyokuwa, si bila shaka ilijaa uwepo. Maana alipoenda kusema mimi nataka kuuawa na wewe ndio ambaye, bila shaka alisema wewe ndio ulisababisha ulipaka mafuta ukasema kwamba nitakuwa hivi na hivi na hivi, basi nimekuwa katika shida, nimekimbilia kwako. Lile eneo likasigiwa na utukufu wa Mungu. Lile eneo likajaa utukufu wa Mungu, na lilipojaa ule utukufu wa Mungu, ikatukia ya kwamba hili kundi lililotumwa na Sauli kufika pale. Sasa wewe unaenda, lakini hapa kumejaa utukufu wa Mungu, na umeenda na wadui ili kwamba ukashike mtu akauawe, mpeleke kwa mfalme akauawe,
Kufika hapo nia zikabadilika, kukawa na renewal of their minds, kukawa na mabadiliko, wakapata direction nyingine na kuingia pale. Hao nao baada ya kulalamika kusema ya kwamba wanatafuta na mfalme, wakaanza kuimba nao pamoja nao, wakaanza kuabudu nao, wakaanza kutabiri mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anangojea hali, wao niliowatuma, mbona wamekaa sana? Mbona wamekaa sana? Kwani kuna nini huko? Hebu wewe nendeni. Labda alikuwa anaangalia askari wake na wale wakubwa wakubwa, brigadier, superintendent, sergeant, hebu nendeni mkamchukue hapo kama mtu. Hao nao wakaenda mara ya pili. Kufika kule, hao nao uwepo wa Mungu wakachapwa. Inaitwa shot ya uwepo wa Mungu, wakachapwa. Wao nao wakaingia katika kundi, wakaanza kuabudu nao. Huyo nilimsubiri akatuma mpaka mara ya 3. Akasema haitawezekana, mimi ninaenda mwenyewe. Huyo naye akaenda kuingia hapo kwenye kihanga. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaweze kuzungumza mambo matatu juu ya habari hii. Jambo la kwanza tunasema adui hakumbuki wala hazingatii mema aliyofanyiwa na mtu. Nataka kuparudia hapo. Adui hatambui na wala hazingatii mema aliyofanyiwa na mtu. Adui ni adui tu. Usiseme eti juzi tulikuwa tunaenda town nikamlipia nauli, basi hivyo iwe ndio itamfanya ashawishike ya kwamba hataweza kukuandama. Atakuandama hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa amefanya nini? Alikuwa amechangia mchango mkubwa kwa adui ule uliyekuwa umelenga nchi ile ya Israeli kwa kumua yule Goliathi wa Gathi. That was an achievement. Hilo lilikuwa ni jambo bora kabisa, lilikuwa limeleta ufanisi katika Israeli. Badala ya kuwa wamu-embrace, wamkumbatie na washirikiane pamoja naye, yaliyofanyika ni kwamba Sauli akadevelop wivu. Akaanza kumsagia meno yule kijana Daudi. Hakukumbuka mema aliyofanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema adui hatambui na wala hakumbuki, hazingatii chochote kuhusu yale mema aliyofanyiwa na mtu. Akianza kupanga, hebu hawa wamejikenda wale ambao wameingia katika miungu ile ya mvua. Kwani yule mzee mwenye boma ambaye anaendelea kushughulikia hayo mambo ya miungu, wakati wa kuwa anataka kutoa mtu wake mmoja, huwa anachagua yule ambaye hana mpango. Sana mchagua yule nilimnunulia kikoi juzi, anamchagua yule nilimnunulia mafuli juzi, mtoto yule wa maana ambaye anafanya vitu pale nyumbani kwa ajili ya maendeleo ya hilo boma, ndio anamtoa yeye. Hayakuwa amefanywa nini vibaya. Kwa hivyo tunasema adui hatambui yale mema anayofanyiwa na mtu. Yeye akikukasirikia, amekukasirikia na atatafuta mbinu kwamba akumalize. Juzi nilikuwa maeneo ile ya Kauma, nikahubiri, nikazika. Wakati ule wa mazishi ndio niliona vituko. Watu wanateremka katika kaburi na nilikuwa nafanya kusikia kwamba vitu vimefanyika. Sumu wanamwagia kijana wa grade 8 akadenguliwa na watu wa miungu. Halafu vijana nao wakasema kwamba hakuna mzee kukaribia hapa. Halafu wakamwagia vitu sumu ili asiliwe. Uadui huko. Lakini Mungu wangu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, hutusaidia tuishi nao na watu wao tunapita katikati yao. Tembelea yule mwanasiasa aliyesema nitapita katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Adui hakumbuki wala hazingatii yale mema ambayo anafanyiwa na mtu. Jambo la pili tunasema adui hachoki kutafuta mbinu za kummaliza mtu.
hachoki kutafuta mbinu za kumaliza mtu. Kila wakati anahakikisha afuatilie kutafuta mbinu. Kama mbinu hii imeshindwa, anajaribu nyingine ili kuona ya kwamba anakumaliza. Hivyo ndivyo walivyo. Kwani hii mara ya kwanza wakati alipokuwa ametuma hao watumishi waende kumtafuta Daudi, naye Daudi alikuwa na Yoti kule Rama, na kikundi hicho kimeenda hakijarudi tena. Hutishiki wewe. Sinaweza kwanza kufikiria kwani kumekuweje ukafiacha kabisa basi. Maana kama humwezi siungane naye basi. Lakini havikumtisha Sauli. Kundi la kwanza limejaribu, limekwama huko, na hakutaka kuuliza basi hao wako wapi. Ingalau ile kundi la pili basi kama angesema kwa kajaribu kuangalia wenzenu kama wako wapi, lakini lengo yeye anaendelea kusema kwamba hawa labda wameshindwa hawa, lakini nendeni, nataka mkosi kumshika huyo, mlete hapa. Kama wadui huko, wadui ulikuweko na wadui utaendelea kuweko. Lakini jambo moja tu ulitambue, ya kwamba mkimbilie Mungu. Mungu hutusaidia kwamba tukose kuishi na wale maadui katika zile hali ambazo hazieleweki, katika zile hali ambazo tunaona zitatushinda. Lakini tunapomkimbilia Mungu, yeye ndiyo ambaye ana uwezo wa kutusaidia ili kwamba tukaweze kuishi, maana yeye ataendelea kutafuta mbinu. Natambua neno hili wakati Yesu Kristo alipokuwa ametoka kule Jordani. Roho Mtakatifu kwa uwezo ama kwa mfano wa hua yule njiwa akatua juu yake, na maneno mazuri yakazunguzwa, sauti kasikika kutoka mbinguni. Na baada ya pale ilikuweje? Aliongozwa na Roho kwenda nyikani ili kwamba akaanze kuomba. Akafunga na kuomba kwa zile siku 40 mchana na usiku. Lakini baada ya hayo yote mjamaa akamfuata vile vile. Shetani akamfuata. Mbali na vile kujiandaa alipokuwa amejiandaa ili apambane na huduma hapa duniani, mbali na nguvu ambazo alikuwa yuko nazo kwa sababu ametoka katika maombi, Ibilisi akamfuata. Hakuogopa, alimfuata. Na katika kumfuata akamjaribu hizo mara 3. Akashindwa. Lakini kile ambacho kinanishangaza ni kwamba alimwacha, lakini kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Alimwacha kwa muda. Adui wako anapojaribu akishindwa, usifikiri anaenda kabisa. Halo? Adui wako anapoendelea kukusukuma, anapoendelea kukushambulia, na akiona ya kwamba amekwama mahali, usifikiri ameenda kabisa. Anatafuta mbinu nyingine ili kwamba aendelee kukuandama. Lakini kile ambacho kitakusaidia ni ukumbuke neno hili, ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Umkimbilie Bwana, ndiyo ambaye ana uwezo wa kukushikilia na kukupigania na kukufunika katika ukuu wake, mbawa zake, ili kwamba uweze kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui hachoki kutafuta mbinu za kummaliza mtu. Yesu Kristo akaachwa kwa muda, na baadaye akaendelea kufuatiliwa, lakini ushindi ukaendelea kubaki na yeye. Maana hata wakati walipokuwa wamesema wamemaliza kwa sababu wamemchoma mikuki, na amesema Bwana, mikononi mwako na iweka roho yangu, akakata roho, walisema kila kitu kimeisha. Lakini hilo giza ambalo waliliona wakati huo kio kivumbi, wakaanza kutapatapa wenyewe, hakika yake huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Lakini ahadi yake siku ya 3 akafufuka. Kwa hivyo yeye ni mshindi, yeye ni wa kukimbiliwa, yeye ni wa kutusaidia wakati wa uadui unapokumbana nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii Danieli alitafutwa sana, aliandamwa kwa msingi ya Mungu wake tu, msingi ile ya imani ndani ya Mungu wake, na akatafutwa sana ili kwamba akaweze kumalizwa. Uamuzi ulipotokea ya kwamba atupwe katika tundu la simba kwa sababu amekataa kuabudu ile sanamu,
Mungu hapo kwa ule wadui, makano ya simba, Mungu hapo alishuka akamsaidia Danieli akaweza kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Danieli wa leo, mimi Danieli wa leo, tuna nafasi ya kwamba tunaweza tukapona kati ya wadui ule ambao uko katikati yetu. Bwana ana uwezo wa kututetea, Bwana ana uwezo wa kutupigania, maana yeye kwetu sisi ni kimbilio, tena na nguvu na msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kumshinda adui ni nini? Jambo la tatu na la mwisho, namaliza sasa hivi. Siri ya kumshinda adui. Hapa tunasema uwepo wa Mungu unapoenda nasi, sisi tuko salama. Uwepo wako Bwana uwe nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja nasi, ushirika wetu pamoja na Mungu wetu unapokuwa intact, unapokuwa umeshikamana, unapokuwa umeimarika, kile ambacho kitafanyika ni kwamba sisi tuko salama. Hakuna uadui ambao unaweza ukasimama na kutumaliza, kwa sababu uwepo wa Bwana uko pande wetu. Nasema uwepo wa Bwana kwa sababu Samueli na Daudi walikuwa mahali, na hapo mahali walikuwa wakimuita Mungu, walikuwa wakiitisha nguvu za Mungu kwamba siwezi kuwashukia, na zinga la utukufu wa Mungu likawazingira. Maadui walipotumwa pale wakabadilishwa nia zao na wakaanza kutabiri. Na ile mara ya mwisho kabisa inashangaza ya kwamba hata Sauli naye alipokasirika na kuenda pale, mambo yake yakambadilikia, akaanza kutabiri, akawa pamoja na wale watu kule Nayothi, na akaanza kutabiri pamoja nao, mpaka watu walipokuwa wanapita kule kando kando wakaanza kushangaa, Sauli naye mfalme mzima wa Israeli amekuwa miongoni mwao, naye anatabiri, amekuwa miongoni mwao. Lakini yeye kutabiri kwake kulifanya toto, kutabiri kwake kuliongeza na kitu. Biblia inasema ya kwamba alibwaga mavazi yake, akawa pegere, na katika hali hiyo usiku na mchana wote anaendelea kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Si mambo yalikuwa yamemsidi huyo. Hao wengine ilikuwa tofauti, lakini kwa sababu ndio alikuwa ametoa amri ya huo baya, ya huo adui, adhabu yake ikazidi. Lakini nimemwangalia Daudi, ananifurahisha. Alikimbilia kwa mtumishi wa Mungu, alikimbilia kwa mtumishi wa Mungu ili kwamba akaweze kupata ushauri. Na alipokimbilia kule, bila shaka aliambiwa, wewe hata usiwe na wasiwasi, hebu kuanzia sasa tuna maombi ya siku 3. Hayo wakaacha kula, wakaacha kunywa, siku 3 wanaendelea kuomba. Sasa watu wako katika maombi, halafu ati viadui vimetumwa vikawashambulie. Vingewezani hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, uadui upo. Hakuna vile ambavyo utahama, hakuna vile ambavyo utahama mtawa kwenu kwa sababu unasema unawakimbia maadui. Na hata ukihama huko ambako utaenda kujaribiwa tayari. Mimi nimekuwa katika mazingira ya kujaribiwa. Mimi nilikuwa napenda kusoma, na nyumbani mzee hana uwezo, na pale karibu na nyumbani kuna timbo hapo, watu wanachimba mchanga wakipakia unakuja Bamburi huko. Na nikajituma sana kujisimamia elimu yangu ya shule ya upili, ilibidi nisimamie mwenyewe. Mtaani mtu na ndugu yake watu fulani ambao Pastor Beni anawajua, sitawataja hapa. Ikatukia kwamba kumbe wanapiga mahesabu, wananiangalia, kwani ule mtoto inakuwaje? Anasoma vipi? Ni nani ambaye anamsimamia? Hatafika mahali. Tena ni yeye ambaye anapenda mambo ya kanisa, Jumapili kule ndio sijui anafanya nini, tena huku nako shule. Haiwezekani. Mwaka ule wa mwisho nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 5 tarehe 24, niko nyumbani, maana nilisoma day school.
niko nyumbani, ukicha niende kanisani, baada ya kanisani ndio niende huko shule. Maana nilikuwa nimerenti huko pamoja na wenzangu. Usiku nimelala, panya wawili wakubwa wakatoka huko juu wakaniangukia. Nikishtuka hivi nikajipata mwili wote nikana kwamba nimemwagiwa maji. Ndio nisema ni doli ama ni jari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikashangaa, kwani panya kafungua mlango katoka huko nje, nikaenda kukaa kupigwa na hewa huko mpaka nikawa sawa, nikarudi nikaomba nikajibwaga. Huko usingizi tena nasikia naumwa na mtoki. Naumwa sana. Nikiamka kweli ninaumwa. Na sina kidonda mahali popote kulingana na historia ya mambo ya kuumwa na mtoki. Basi nikawa ndio nimeshikilia shida, ndio nimepambana na adui hivyo. Huo mwezi uliisha, sikwenda shule. Mwezi wa 6 wote ukaisha, sikwenda shule. Mwezi wa 7 nusu yake ndio ikajulikana ya kwamba alikuwa ni jipu kikwetu sio mjikani tunaita jipu, yale majipu makubwa tunaita jipu la blasi. Daktari mwingine ananiambia tena unasema wewe unafanya mtihani wako mwaka huu. Basi majipu haya huwa hayaponi haraka, kidonda chake kinakaa muda mrefu, lakini Mungu atakusaidia. Akasema naamini kwa Mungu atanisaidia. Basi matibabu yakaendelea hapa. Lengo ni kwamba nisisome na mambo yangu yasiwe, lakini namshukuru Jehova. Bwana aliendelea kunitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepata nafuu ya kwamba ninaweza kurudi kaangalia vitabu. Haya, kuna mambo yale ambayo tulikuwa tumerithishwa na kina mtumishi Mambire hapa. Ninapenda muziki sana. Kule shule sisi wanafunzi, mimi na mwenzangu ndio tulikuwa tunasimamia wanafunzi wengine. Tunaenda mpaka kwa music festivals na mambo yanakuwa bila hata mwalimu. Sisi tayari wenzangu wameenda mpaka wamefika provincial, wanataka kwenda Nairobi. Ambao basi huyu tunajua kwamba anaweza kutusaidia. Mimi nimekuwa muda mrefu sigusi kitabu, nisameheni, nifuate ingalau nipate mawili matatu. Mambo yakafika ofisini, ambao wenzako wanasema muende pamoja, ikabidi nijiingize kwenda kupiga wiki nzima Nairobi kwa mambo ya music festival. Kurudi nasema nitapata nini mimi? Itakuweje? Lakini nashukuru Mungu. Mungu alinitetea. Ninasomea pepa, naangalia topics fulani, Mungu ananiongoza kusoma hivi. Ukiita pepa ikija vile nilisoma jana ndio hivi. Bwana Yesu asifiwe. Uadui ule ambao walikuwa wamepanga wakashangaa. Na Mungu akanisaidia nikapenya katikati yao. Aibu ile ambayo iliwapata ni kwamba mmoja alijitia kitanzi, na ndugu yake hao tumbo moja. Mmoja alijitia kitanzi, mwingine akamwona jirani amekuja kununua plot, akajenga nyumba ya mawe ghafla hapo, akaenda kumbe jirani alikuwa amejipanga kivyake. Akaenda pale akafanya vitu vyake. Akitoka pale siku ya pili anajisikia haja ndogo. Akienda huko kunatoka nini? Mbegu hizo za mchele, chembe za mchele, tembe za mchele. Ndio sasa. Akavunjika moyo, akajua kwamba hapa sina jangu. Huyo naye nyundu akaenda. Uadui uko, lakini Mungu ana uwezo wa kutubeba. Mungu ana uwezo wa kutushikilia ili kusudi tukaweze kupona, tukaweze kupenya na matakwa yetu yale ambayo tunahitaji. Mahali pale ambapo tunahitaji kufika, tunaweza tukafika kwa njia ya kumtegemea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja nasi, sisi tuko salama. Tunapokuwa watu wa desturi za kuomba zinauleta uwepo wa Mungu, inatusaidia hiyo. Nimeshukuru sana kufika hapa kuona ya kwamba desturi ya mafundisho imetulia. Desturi ya mafundisho imetulia. Nimeona na nimekuwa nikionya wengi ya kwamba maombi ni mazuri sana, lakini watu wa Mungu wanastahili kufundishwa hilo neno la Mungu ili kwamba wakose kuwa na balance. Kwa sababu unapokuwa na kudumu katika maombi peke yake, neno hulijui, ufundishwi, unafanya vitu kwa kupapasa, kesho kutwa utasumbusa maneno tofauti na hayo mwambia. Utaanza kuhesabu vidole sasa hivi. Kifya. Kwa sababu umekosa kuwa grounded in the word. Unastahili
kujengwa katika neno. Kwa sababu hata tunaposoma maandiko, si watu kanisa la kwanza watu walidumu katika fundisho la mitume. Hayo maombi yalikuwepo, walishiriki katika maombi pamoja, lakini pia fundisho la mitume walilizingatia. Hayo mambo yakienda pamoja, mafundisho na maombi, uwepo wa Mungu utakuzunguka, maadui watarusha mishale yao ya moto, lakini utukufu wa Mungu unaenda kuonekana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sitaki niwachokeshe. Ninasema ya kwamba Mungu hutusaidia kuishi na maadui. Unaweza utoke uende mahali pengine, yani utafute mahali ambapo kutakuwa kuko shwari. Ukifika huko kule ulikimbia, vinaitwaje vimburu kwa Kiswahili vinaitwaje? Hai, ulikimbia ukifika huko hakuna vitu vingine kabisa. Kwa hivyo utakuwa mtu wa kusukuka toke hapa uende kule, lakini ninakutangazia kwamba kunaye Mungu ambaye hutusaidia kuishi na maadui, na hao maadui wasipojielewa na kusema ya kwamba hapa siwezani, acha nitulie, kile ambacho kitafanyika ni kwamba wataenda haja watoa chembe za mchele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu, yuko upande wetu kutupigania, kutusaidia ili kwamba tukose kuishi na maadui. Pastor Ben, karibu hapa.